So guys, kuna moja ya video ambayo nimeweza kuiona hapa ambayo imenilazimu niweze kuja hapa ili tuweze kuzungumzia, baada ya kwamba nimeweza kuona kuna baadhi ya wasichana ambao walikuwa wanafanya kazi Saudi Arabia na wako kwenye airport wakirudi kutoka Saudi Arabia, ama wakirudi wakiwa kwenye ile movement ya kwamba wanaenda zao airport ili waweze kurudi makwao, ambapo kuna jambo fulani ambalo mimi nimesema tuje tuliongelee, tukumbushane na tuzidi kutiana moyo, kwa sababu I'm very much 100% ya kwamba kuna wafuasi wengi wanaopitia na kutembelea channel yetu na video zetu za Kiachipande YouTube channel hapa, ambapo ni msingi tukizungumzia masuala kama haya, kwa sababu tunajua kabisa 100% ya kwamba madada zetu pia wako kule, na vile vile pia wanahitaji kutiwa moyo na kupewa wafarijiwe zaidi, ili mradi wahisi ya kwamba hao wana umuhimu kwenye jamii, na vile vile pia familia zao zimewategemea, na tuzidi kuombea Mwenyezi Mungu ili mradi waweze kumaliza mwendo salama kama mwenyewe anavyosema. So video unaiona utaona kuna baadhi ya wasichana ambao wanalia, na kulia kwao sio kwamba ati wanalia kwa sababu wamedhuriwa, ama wanalia kwa sababu kuna machungu fulani ambayo wako nayo, japo ni kulia kwa sababu ya ile furaha ambayo wako nayo, na kulia kwa sababu ile ya kwamba wanamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu wameona kabisa wazi ya kwamba siku zangu zile ambazo nilikuwa nikipitia magumu na machungu na matamanio ya familia yangu, matamanio ya starehe ambazo nilikuwa nimezoea kuzipata nyumbani kwangu kule, ambako nilikuwa situmwi na mtu, nilikuwa sifanyi chochote na mtu, nilikuwa naishi maisha yangu peke yangu. Hayo ndio maisha ambayo yarudi. So wana kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, na kuna kila sababu ya kuachwa waweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa njia yoyote ile ambayo wanapenda. Juzi tuliweza kuleta video hapa kwa Kiachipande, ambapo kuna baadhi ya wadada fulani ambao walipatikana kwenye ndege wameabiri ndege wakielekea nchini Kenya, ambao walikuwa wakiimba nyimbo za kusifu, nyimbo za kanisani, wakimsifu Mungu kwa ndani ya ndege, wakipiga makelele na fujo, wakisema kwamba wamefika nyumbani na kuonyesha ile furaha ya kwamba wamefika nyumbani. Baadhi yao kikweli kabisa tuliwaleta na tukauliza maswali, baadhi ya maswali, kwa nini walikuwa wanafanya vile, ambapo baadhi waliweza kuwakashifu kwenye mitandao na kuambia kwamba wanaonyesha hali ya ushamba ile kupiga kelele ndani ya ndege. Lakini pia vile vile wengine walikuja na kujitetea na kusema kwamba tulikuwa tuna furaha ambayo isingeweza kujizuilika, ama isingeweza kuzuilika kwa njia yoyote ile, na basi tukabidi tuwaelewe na kuwakubali, kwa sababu siku zote wanasema kwamba masuala mazima ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kila mtu ako na njia yake ile ambayo anaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu mahali popote pale ambapo yeye anahisi ya kwamba ni sahihi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ule uzito ambao anahisi kwa Mwenyezi Mungu amemfanyia na amemtendea kwa kile kipindi ambacho yeye mwenyewe alikuwa apitia magumu. Kwa kabisa wanawake na wanaume pia vile vile, sio wanawake peke yake, ama kwa sehemu zile ambazo ndugu zetu wanafanya kazi ndani ya Arabuni, wanapitia madhalilisho na wanapitia magumu sana, in a way that mtu akitoboa miaka 2, 3, 4 na kurudi zake na kuamua tena kurudi kule kwa nafanya kazi, basi kikweli kabisa anapaswa kuwa congratulated, na anapaswa vile vile pia kusifiwa niseme pia, na yeye mwenyewe pia anapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amemzuia na kumkinga na mambo mengi sana ambayo yako hapa katikati, mpaka mwisho wa siku akaamua kuchukua hatua ile ambayo ameweza kuchukua. Nataka tuweze kufikiria sote hapa, considering that there's a certain woman mahali popote pale kwenye ino dunia ambaye anaamua kuacha familia yake, watoto wake, ndugu zake, jirani zake na starehe zote zile ambazo anazipata kwa nyumbani ama kwenye ile nchi yako, lakini mwisho siku aamue kwenda zake Uarabuni, mahali ambapo atafungiwa ndani ya nyumba, hatapata ruhusa ya kutoka, hatapata ruhusa ya kupigwa. Tunajua baadhi yao, yes, kuna wanawake ambao ni takriban 70% kama tunavyoongea sasa hivi, wako na zaidi ya miezi 10 kama si 12 kama si 24, ambao kupata jua tu wenyewe ni ghali. Yani kuenda nje tu waweze kupata ile hiyo jua tu, sunrise ama sunset, kwa ni balaa, hawezi pata. Kwa sababu huyu ni mtu ambaye yuko ndani ya nyumba 24/7, haruhusiwi kwenda supermarket, haruhusiwi kwenda nje kwa playground, yeye yuko ndani. Toka ile siku ambayo alipanda ndege paka kashuka na kupokelewa kuingia ndani ya gari, aliweza kuingia kwenye hiyo gate ya mwajiri wake, na mpaka leo hivi tunavyoongea hajawahi kutoka. Alafu mtu kama huyu unaniambia kwamba leo ameambiwa kwamba enda kwenye ile basi ambayo inaenda zake airport pale, ama yuko ndani ya ndege, ameshuka, ameona kabisa ardhi ya Tanzania, ardhi ya Kenya, ardhi ya Uganda,
amejua kabisa nimefika nyumbani, alafu namwambia asimshukuru Mwenyezi Mungu, ama unamkataza ama unampimia ama unajaribu kumwelekeza kwamba haufaswi kufanya hivi kama unamshukuru Mwenyezi Mungu, mshukuru kwa njia hii, because aweza kukutemea mate ama akakupiga vibaya sana. Kwa sababu nakwambia, don't plan for me when I need to praise Sir God, just leave me to do whatever I know and just leave me to do what is the correct thing for me to do. Yani hataki kabisa kupangiwa, hataki kabisa kuelekezwa lolote. So mimi ni washukuru tu madada zetu ambao wako kule, makaka zetu ambao wako kule, we know the experience, we have been there, tunajua ile kitu ambao mnapitia, tunajua yale ambayo mnayatamani sana, tunajua yale ambayo myapanga muyafanye mkishashuka, tunajua yale ambayo yamewavunja mioyo kwa muda mrefu, tunajua kila kitu ambacho nyinyi mnapitia kikweli kabisa, ambacho nyinyi mnadhani kwamba si hatujui. Lakini mwisho wa siku there's a certain point of time, familia zenu ama familia zetu ama familia za nyinyi ambao mko nje wanapenda kudharau na kupuuza yale ambayo nyinyi mnapitia. Sasa unaweza kuona unapitia magumu sana, lakini mwisho wa siku unampigia mzazi wako, unamuelezea yale ambayo unayapitia, ya kwamba unapitia ABCD, atakula huli, unapigwa, unadhalilishwa, unafanya hivi na hivi. Lakini mwisho wa siku ukishaongea naye ukimaliza, yeye anakuambia basi usisahau kunitumia zile 3,000. So that's how our families are. So we need to understand them and we live, lazima tuishi nao vile ambavyo wako. Kama unacho sawa, kama huna usijilazimishe kupeana, kwa sababu mwisho wa siku pesa haitoshi binadamu, na siku zote pesa utaomba hata ukiwa kaburini. Hamna adabu. Unanisimama. Simeanza kufurani mapema jamani. Kama uko na mapema wewe. Sister. Simeanza kufurani. Ungefanya hivyo tukiwapo nje. Unanitukana mama? Nimekufanyia nini? Sisi chambane midomo kwa midomo, mzazi ametokea wapi? Mimi amenianga. Mbona nakuja kunianza maneno, mimi nimenyamaza, nimepigwa.